Na barabara kabisa, hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, natumai umeshinda vyema. Karibu kwenye kinyang'anyiro mwaka 2013. Mimi ni Isha Chizuga. Jina langu naitwa Ali Manzi. Popote ulipo, tutumai kwamba siku yako imekuendea vyema kabisa. Ni siku ya mwisho, siku ambayo baadhi ya wagombezi waliruhusiwa kufanya kampeni. Ziliisha mwendo wa saa 12 kwa mikutano mikuu hapa jijini Nairobi. Na vile vile katika baadhi ya miji mingine pia kumekuwa na mikutano ya hapa na pale. Tuna taarifa hizi mtazamaji kutoka kwa wanahabari wenzetu ambao tayari wamefika maeneo ambayo wanastahili kutuletea ripoti kutoka sehemu hizo, hasa kuambatana na shughuli nzima ya uchaguzi. Bila shaka mwenzangu Alimanzu, msimu wa kampeni umekamilika. Lilosalia ni kwa Wakenya milioni 14 kujitokeza siku ya Jumatatu tarehe 4 kuanzia saa 12 na kutekeleza haki yao ya kupiga kura kwa amani. Bila shaka, na vile vile nitakuletea baadhi ya matayarisho. Nimeweza kuwasiliana na wasimamizi wakuu wa tume huru ya IEBC ambao wamekuwa na shughuli chungu nzima. Hata hivyo wamenipatia baadhi tu ya taarifa kuambatana na maandalizi yao. Je, masanduku yamefika kule ambako yanastahili kufika? Nina taarifa hizi na nyinginezo. Lakini kwanza moja kwa moja tunakupeleka kwa mwenzetu Zubeda Kome aliye katika studio zetu za hapo juu gorofani, ambapo yuko na mmoja wa wachanganuzi na wasimamizi kutoka shirika la ILOG. Zubeda. Naam, shukrani sana wenzangu. Kutoka hapa gorofani nitakuwa nikifanya mahojiano na mmoja wa wachunguzi wa uchaguzi, tukitaka kujua je, wameridhika na matayarisho ya IEBC kuhusiana na uchaguzi utakaofanyika siku ya Jumatatu. Je, wameridhika na ile elimu ambayo imetolewa na IEBC kwa wapiga kura? Je, wapiga kura wamehamasishwa vilivyo? Ni mambo ambayo tutakuwa tukiangazia katika muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa nakupeleka moja kwa moja kwa mwenzangu Ali Manzu. Barabara kabisa mtazamaji, basi ndio kituo kikuu cha masala ya uchaguzi ambacho tutakuletea taarifa hizi na nyinginezo. Kumbuka pia na mwanahabari mwenzangu Ahmed Darwesh ambaye yuko upande wa pili tu wa studio. Sijui Darwesh, mmetuandalia yapi kutoka sehemu hiyo? Naam, shukrani sana Ali Manzu na wenzako wote hao katika upande wa pili wa studio. Na mtazamaji, kuna mengi tuliweza kuandalia kwa siku ya leo, sikizingatiwa kwamba ni siku ya mwisho ya wanasiasa kufanya kampeni zao za kisiasa. Nitakumbuka kwamba miungano miwili ikiwemo muungano wa CORD na ule wa Jubilee ilifanya mkutano wake mikuu hapa jijini Nairobi, huku wadadisi wakisema kwamba walikiuka sheria za uchaguzi, kwani mikutano yao iliweza kufanyika hadi baada ya mwendo wa saa 12 jioni. Lakini hayo na mengine mengi ni baada ya kwenye taarifa zetu. Ili kukudokezea tu baadhi ya taarifa zetu kuu tulizozipa kipaumbele hii leo. Miungano ya kisiasa yafanya mikutano yao ya mwisho na kuvutia idadi kubwa ya wafuasi. Maandalizi ya uchaguzi mkuu yamekamilika, yasema IEBC. Wakenya 2600 kutoka mataifa ya Afrika Mashariki kushiriki kwenye uchaguzi wa siku ya Jumatatu. Na madai ya ununuzi wa kura na vitambulisho jitokeza mjini Kisii. Naam, barabara kabisa, tunaanza taarifa zetu na mkutano wa kisiasa uliofanyika hapa jijini Nairobi. Muungano wa CORD hatimaye hii leo ulifanya mkutano wake mkuu na wa mwisho uliofanyika katika uwanja wa Nyayo hapa jijini Nairobi. Kwenye mkutano huo, viongozi kadhaa waliohutubu walitaka wapiga kura kujitokeza kwa wingi mbali na kuchagua muungano huo, wakisema kwamba sera zake zitafaidi wa Kenya kwa ujumla. Nikisema Weta, unasema Igwe. Wetangula, Igwe. Wetangula, 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 Igwe. Stephen Kalonzo, Igwe. Kalonzo, Igwe. Kalonzo, Igwe. Baba. ODM, 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 ODM. Yote tumemwambia tukizunguka Kenya kutafuta kura kwamba tutayahitimiza, na nyinyi ndio kizazi ambacho kitaleta mabadiliko makubwa Kenya hii.
Wakenya wote kutoka Turkana mpaka Vanga, kutoka Liboi mpaka Malaba, kutoka jamii zote za Kenya wameamua ya kwamba wakati huu hakuna cha kuchezewa karata ya kisiasa. Wakati wa mabadiliko umewadia. Mabadiliko ni sasa, na kama anavyosema ndugu Raila, huwezi kuanza kuzuia mto Nile kuelekea bahari ya Mediterranean, kwa sababu huwezi. Mko tayari? Mko tayari? Waambiwe haiwezekani tena. Vijana we, wamama hai, wamama hai. Kila Mkenya ambaye ana kura, awe mkongwe, awe kiwete, awe mgonjwa, abebwe, apelekwe, apige kura. Wale wanasema ati watakuwa wametushinda saa 7. Sisi tunasema saa 3 tutakuwa tumewashinda. Mimi Raila Odinga ni mwanasiasa wa Nairobi. Mimi ni jogoo la mji. Siasa yangu yote imekuwa Nairobi hapa. Mimi siwezi kushindwa hapa Nairobi. Sitaki kuona aibu Nairobi. Naam, kitungalipo kwenye masala yanayofungamana na kampeni za kisiasa ni kwamba muungano wa Jubilee hii leo umekamilisha kampeni zake rasmi katika uwanja wa Uhuru hapa jijini Nairobi. Viongozi wakuu katika muungano huo Najib Balala, Charity Ngilu na mgombea mwenza William Ruto na mgombeaji wa Rais Uhuru Kenyatta wametoa wito kwa Wakenya kujitokeza kwa wingi kupiga kura siku ya Jumatatu kwa amani. Viongozi hao wameelezea matumaini yao kuwa watashinda katika awamu ya kwanza, huku wakitaka wapinzani wao kukubali matokeo bila fujo au ghasia yoyote iwapo watakuwa ni wenye kushindwa. Wazuri William Samoei Ruto, Uhuru Muigai Kenyatta, Nyokire na Mawega, atawapata vijana atawapa Wakenya ulinzi. Leadership must be judged on merit and driven by performance and measured by results. That is the leadership that we offer to this country as the Jubilee Coalition. Tutatumia utalii, tutumie kilimo, tutumie ufugaji, tutumie viwanda, tuzalishe uchumi wa Kenya hii ifikie 10% na kwenda mbele ndani ya miaka 5. Our young people will stop being part of the problem. The Jubilee Coalition will make the talent, the expertise, the knowledge, the effort, the education of our young people, harness it and make it part of the solution to the challenges that face us as a nation. Ladies and gentlemen, we are ready. The choice is simple. Munaweza mchague wale ambao wamezoea ya kwamba yao ni ya mdomo, au mnaweza kuchagua timu ambayo itabadilisha maisha ya mwananchi wa kawaida wa jamhuri yetu ya Kenya. Timu ambayo imejitolea kutoka siku ya kwanza kufanyia wananchi wa Kenya kazi, kuhakikisha ya kwamba tumepatia vijana wetu ajira, kuhakikisha ya kwamba tumepanua uchumi wetu kutoka mashinani kwenda juu, kuhakikisha ya kwamba tumesaidia wakina mama wetu. Na kuomba hivi, ndugu Raila, mimi nilisimama mwaka wa 2002 na nikasii amri ya wananchi na nikakubali ya kwamba nimeshindwa.
wananchi wa Kenya wananipatia nafasi tena nijaribu nisimame. Kweli ya uongo? Namuomba ndugu yangu Raila na namueleza hivi, sio ngumu. Wananchi wakikukataa safari hii, tafadhali nenda nyumbani kwa upole. Miaka ingine 5. Naam, asante sana kutoka upande wa pili kwa Ahmed Darwesh. Tutakurejesha hapa katika kituo maalum cha uchaguzi ambako tukiendelea na taarifa zetu za siasa. Wanasiasa mbalimbali walikuwa wako kwenye kampeni za mwisho katika maeneo mbalimbali kote nchini. Katika eneo ama kaunti ya Kakamega, muungano wa Amani uliendeleza kampeni zake maeneo hayo ukiongozwa na mgombezi wa urais Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi aliwasisitiza wakazi wa Kakamega kumpigia kura katika siku ya Jumatatu. We have fought a good fight and we have kept the faith. Now it is time for you to make the decision. We want you to come out in large numbers. Vote. We want you to encourage your friends who are in other parts of the country to come out on Monday and vote for Musalia Mudavadi and Amani. Na kutoka maeneo ya Kakamega, mtazamaji, na kupeleka hadi maeneo ya Kisii ambako kumeripotiwa kisa cha baadhi ya watu ambao walikuwa wananunua kadi za kura kwa wakazi kutoka maeneo ya Kisii. Watu kadhaa tumearifiwa kwamba waliweza kunaswa mapema hii leo. Mwanahabari Victor Ogale yuko maeneo hayo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Eneo la Kisii lina historia ya kutopiga kura kwa ujumla, ila tu mwaka wa 1997 wakati ambapo Simon Nyachae alikuwa akiwania urais wa Kenya. Raundi hii wanasiasa wanatarajia kuwa mtindo huo wa upigaji kura utabadilika. Tayari kuna tetesi kuwa baadhi ya wapigaji kura wamekuwa wakiuza kura zao na hata wengine kuuza mpaka vitambulisho. Akishanunua hiyo kura huwezi jua anaenda kufanyia nini. Lakini mimi mwenye aliyenikujia ambaye sitaweza kumtaja aliniambia atanipa pesa kiasi fulani nimpe kura yangu. Hali ya kununua kadi za kura imekuwa nyingi sana kwa sababu ya kwa sababu kuna watu wana umaskini wa hali ya juu. Wengine wanadanganywa, inaenda kufanywa jambo fulani watarudishiwa, inapotea hivyo hivyo. Tayari miungano maarufu katika eneo hili, muungano wa CORD na ule wa Jubilee, wameanza kuelekezeana kidole cha lawama sawia na wanasiasa kutoka miungano hiyo. Kadi zikinunuliwa, hivyo ni kumaanisha ya kwamba hatutakuwa na kura zile ambazo zitazapigwa pale. Nimepita constituency 9 katika Kisii County. Na nilikutana kina mama, nilikutana na vijana, nilikutana na wazee. Hakuna hata mmoja nilisikia akisema ya kwamba kuna mtu amemfikia karibu kumuuliza ama kununua kadi kutoka kwake. Anajua watu wale wako sehemu ile hawatampigia. Sasa tayari solution ni kununua na achome. Kuna vile kila mtu amechagua ule mtu wake anaenda kuvotia. Sasa ndio tunashindwa kwa nini wengine wanakuja wanatuambia watupatie pesa ndio tuwapatie ID cards. Kutokana na hali hii ya ununuzi na uuzaji wa kura katika eneo hili, huenda idadi ya wapigaji kura ikawa chini zaidi ifikiapo Jumatatu tarehe 4 mwezi Machi. Victor Ogale, KTN, katika kaunti ya Kisii. Barabara kabisa, unaendelea kutazama kinyang'anyiro 2013 mtazamaji, na moja kwa moja hivi sasa nakupeleka kwa mwanahabari mwenzangu Zubeda Koome ambaye ametuandalia mahojiano. Naam Zubeda, uwanja.
Shukran sana Alimanzu. Mtazamaji, jinsi nilivyokuarifu ni kwamba studioni niko na mmoja wa wachanganuzi au wachunguzi wa uchaguzi chini ya muungano wa ILOG ambaye atakuwa akitueleza iwapo wameridhika na matayarisho ya IEBC kuhusiana na uchaguzi utakaofanyika siku ya Jumatatu. Shukran sana kwa kujiunga nasi. Ni Kawive Wambua ambaye ni katibu mtendaji katika shirika la CRECO. Kwanza kabisa, tukiingia katika swala hili, kama muungano wa ILOG, wachunguzi wa uchaguzi, mmeridhika na matayarisho ya IEBC kuhusiana na uchaguzi utakaofanyika siku ya Jumatatu? Kwanza kabisa tuseme IEBC ni tume mpya. Hii ndio mara yake ya kwanza kufanya kazi, kwa sababu hapo mbeleni kulikuwa na IIEC ambayo ilikuwa tume ya kudumu. Na pili, tumeona katika utendakazi yake, ijapokuwa kumekuwa na shida kidogo, wameweza kujitokeza na kukamilisha ile kazi. Kwa mfano, kulikuwa na shida ya BVR, kwa kuwa ni shida kubwa, lakini wakaweza kuitatua. Kukawa pia na kuchelewesha kwa kuandikisha watu, lakini wakaweza kutatua swala hilo. Naweza sema kuwa mpaka sasa tumeona sasa utendakazi wao ni kwamba wana bidii na wameweza kuhakikisha kwamba mambo mengi ambayo yamehitajika na wananchi wameweza kuyatatua. Kwa hivyo imani yetu ipo, na kwa vile ni tume ambayo haijawahi fanya kazi siku nyingine, ni tume ambayo labda imepata tu masomo kutoka kwa tume zingine zilizofanya kazi. Kwa mara ya kwanza tunatumia mfumo wa elektroniki kuwatambua wapiga kura, na tutatumia mfumo wa elektroniki kutangaza matokeo ya uchaguzi utakaofanyika siku ya Jumatatu. Je, kwa kupitia uchunguzi wenu mmeona kwamba vifaa hivi vitafanya kazi jinsi inavyotarajiwa? Vifaa hivi vitafanya kazi kwa sababu ingawaje ni mara ya kwanza, lakini BVR pia ilifanya kazi na ilikuwa ni mara ya kwanza. Kwa hivyo vifaa hivi, kwa sababu ni za kutambua watu tu, na hata kama kukiwa na kifaa ambacho kifanyi kazi, kutakuwa na register ambayo ipo, kwa sababu kutakuwa na register ambayo unaweza kuangalia kama zamani. Kwa hivyo kuna backup. Huwezi sema ati kama mashini moja ifanye kazi basi tuache kazi. Hapana, kuna mipango ya kuhakikisha kwamba kama kutakuwa na shida basi backup itakuwa. Labda kama wachunguzi wa uchaguzi mmeweza kuzindua mfumo ambao utakuwa ukipokea matokeo sambamba na IEBC. Je, mfumo huu utasaidia vipi wa Kenya na utafanya vipi kazi? Mfumo wetu ambao tumeuzindua unaitwa PVT ama Parallel Vote Tabulation, ambao ni kama kikundi cha ILOG tumechagua kwa njia ya kisayansi vituo kadha ambazo tutazitumia kupata ujumbe kila baada ya masaa mawili au matatu kwa siku ya uchaguzi, asubuhi saa 4, na wakati kura zimehesabiwa tutaweza kupata results ama matokeo ya tume kwa mtandao wetu, ambao tutaweza kutoa ile tunaita mfano ama kielelezo cha vile ambavyo kura zitakuwa. Mfumo huu tumeuvumbua kwa sababu hapo awali kulikuwa na shida mwaka wa 2007 kwamba hatukujua nani aliyeshinda, lakini sasa kama ILOG tutaweza kukiwa na shida kuweza kueleza nchi ama kueleza wananchi vile tumechunguza na ni yapi ambao tuliyaona. Labda kwa ufupi sana tueleze, je, mmeridhika na jinsi wa Kenya wamehamasishwa kuhusiana na uchaguzi, ikizingatiwa kwa mara ya kwanza watawapigia kura watu 6? Je, mmeridhika na jinsi wamehamasishwa kuhusiana na shughuli hiyo? Shughuli ya uhamasisho wa wananchi ni shughuli ya IEBC. Ilianza imechelewa, lakini IEBC ikakuwa na ushirikiano na mashirika mengi na mashirika sio ya kiserikali, na tunajua kwamba hata ingawa imefanywa kwa wiki 3 hivi, imefanywa kwa nguvu na kwa kina kila mahali nchini kote. Na shukrani sana, tutarejea kwako katika muda usiokuwa mrefu iwapo tutakuta muda, lakini kwa sasa mtazamaji, na kupeleka moja kwa moja kwa mwenzangu Alimanzu. Tunajua kwamba kwa mara ya kwanza tutakuwa tukihusisha Wakenya ambao wanaishi katika ukanda wa Afrika Mashariki katika uchaguzi huu, na pia Manzu uliweza kuzungumza na makamishna wa tume ya IEBC. Je, walikueleza vipi kuhusiana na uchaguzi utakaofanyika siku ya Jumatatu? Asante sana. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, mtazamaji, inajiandaa. Leo nzima nimewatafuta, sikuweza kuwapata, lakini baadaye tu tulivyozungumza nao ni kwamba wanasema wameshikika na kazi nyingi kuhakikisha kwamba yale makaratasi ama vifaa vya kupiga kura vinafika kwa wakati unaofaa. Manake zoezi lenyewe kama unalofahamu ni siku ya Jumatatu ya tarehe 4. Moja kwa moja hebu tuangazie namna daftari la kura linavyoeleza hivi sasa. Kumbuka mtazamaji kwamba tuko na wapiga kura wapatao milioni 14.3.
milioni 14.3. Hawa ni kwenye daftari la mwaka 2013. Tofauti ni milioni 1 tu ambayo ilikuwa kwa milioni 13 mwaka wa 2007. Katika baadhi tu ya vituo ambavyo wamejiandaa, basi vile vile niliweza kuuliza kama kuna vituo gani ama wametengeneza vituo vingapi. IEBC ilitufahamisha kwamba wako na vituo 33,400 kote nchini, ambapo kwenye vituo hivyo 10,000 tayari viko na wasajili ambao wapatao 800 huku katika kila kituo, alafu 20,020 ni chini ya wasajili 500 katika kila kituo. Vile vile katika usimamizi wa kura, basi kuna wasimamizi wapatao 240,000 mtazamaji, na kituo kimoja kitakuwa na maafisa 7 ambao wote hawa watakuwa wanasimamia swala hili la kura, na maafisa 800 bila shaka ni wale wa kudumu. Hawa wako katika tume ya IEBC. Hawa ni wale ambao wamepewa ajira ya muda na kupewa mafunzo. Alafu vile vile katika swala lingine ambalo niliweza kuulizia ni kuhusiana na mashine zile za kupiga kura. Kumekuwa na hali ya ati, lakini mashine hizo wanasema kwamba zitatosha katika kuhakikisha kwamba zoezi hilo linafanyika vyema kabisa siku ya Jumatatu. Kila kituo kina zaidi ya mashine 2 mtazamaji. Kumbuka pia kuna mashine 3 ambazo zitakuwa ni za ziada, yani iwapo kutakuwa na hitilafu katika mashine hizi ambazo zitakuwa zinatumika wakati huo. Na tukiendelea tena na vile vile niliuliza swala kuambatana na makaratasi ya kupiga kura. Karatasi ya rais ni moja na itakuwa ni rangi nyeupe. Karatasi ya gavana itakuwa rangi ya samawati mtazamaji, kujuza tu. Huku nafasi ya useneta nao itakuwa ni rangi ya njano. Tukija katika uwakilishi wa wadi, hii itatumia rangi ya mchanga, ukipenda kwa lugha ya Kiingereza ni ile beige. Alafu vile vile ubunge itakuwa ni karatasi ya rangi ya kijani, na mwakilishi wa kina mama hapa ikiwa ni karatasi rangi yake ni ya zambarau. Hii ni kukujuza tu kwa wale ambao wangetaka kujua, lakini cha msingi hapa ambacho IEBC imekuwa ikisisitiza zaidi ni swala la usalama. Tayari wamepewa hakikisho na serikali na kupitia wizara za ulinzi na usalama kwamba usalama utaimarishwa, na tangu juzi tumekuwa tukiwa na taarifa zao kwamba maafisa 1090 tayari washapelekwa katika vituo mbalimbali ambao wataimarisha usalama katika maeneo hayo. Na vile vile kuna viongozi wale ambao wametumiwa. Hawa ni viongozi kutoka jamii mbalimbali. Kumbuka kuna zile jamii ambazo zimekuwa zikihamasiana, kwa mfano maeneo ya Tana River. Juzi tu kulikuwa pia na hali ya ghasia kule Mandera. Wamehusisha viongozi kutoka jamii hizi kuhakikisha kwamba wakati wa zoezi hili basi wamehusishwa vizuri, jamii hizo hazitoleta vurugu lolote zaidi. Haya yote basi tutakuletea kwa umakini zaidi na tutakuletea zoezi hili jinsi litakavyoendelea. Lakini kuna vituo vingine ambavyo viko nje ya taifa la Kenya, Afrika Mashariki, sehemu za Rwanda, Tanzania. Mwanaisha Chizuga, sijui umetuandalia na nini kuambatana na matayarisho kwa vituo kama hivi? Bila shaka mwenzangu Alimanzu, katika mataifa ya ugaibuni kuna Wakenya milioni 2.5 ambao katika mataifa ya Marekani, Uingereza, Ujerumani, miongoni mwa mataifa mengine yaliyomo barani Afrika. Lakini takumbuka kwamba si wote Wakenya waliopo magaibuni watakoweza kupiga kura ama kushiriki katika zoezi hili la kupiga kura ifikapo Jumatatu. Ni Wakenya 2600 pekee watakoweza kupiga kura ifikapo Jumatatu tarehe 4, na watakuwa katika mataifa ya Afrika Mashariki. Kama vile mtakavyoona katika muda usiokuwa mrefu katika kuta yetu hapa ni kwamba mataifa yaliyojumuishwa ni mataifa 4 ya Afrika Mashariki: Tanzania, Uganda, Rwanda na Burundi. Ndio mataifa pekee yatakayoshiriki. Wakenya watakaokuwa katika mataifa hayo ndio wataweza kupiga kura katika vituo ambavyo kwanza ni wapiga kura 2600 ndio waliweza kusajiliwa. Wakenya 2600 katika mataifa hayo 4 ndio watakaoweza kushiriki katika uchaguzi wa tarehe 4. Vituo vya kupiga kura ni 5 nchini Tanzania. Kituo kiko katika ubalozi wa Kenya eneo la Arusha na Dar es Salaam. Tukisonga mbele, vituo vingine vitakuwa nchini Burundi ambapo kituo kitakuwa katika ubalozi wa Kenya mjini Kigali, na kituo kingine kitakuwa nchini Uganda katika ubalozi wa Kenya eneo la Kampala, na kituo kingine cha kupiga kura kitakuwa na kila kituo kutakuwa na mashini 5 za kupiga kura kuanza saa 12 asubuhi hadi saa 11 jioni.
Changamoto zilizoibuka ni kwamba baadhi ya kukosa stakabadhi za kujiandikisha kupiga kura, kwani wanasema Wakenya wengi katika mataifa hayo walikuwa tu na stakabadhi za kuajiriwa, wala hawakuwa na passport ama vitambulisho kama ilivyohitajika na shirika la IEBC ili waweze kujiandikisha kama wapiga kura. Wengi waliishi maeneo mbali sana na balozi hizo za humu nchini katika mataifa hayo, na muda uliotolewa kwa IEBC kuandaa zoezi hilo ilikuwa mfupi sana, kwa hivyo hawakuweza kushirikisha mataifa mengi kote ulimwenguni ambapo Wakenya wako ili waweze kupiga kura kama Wakenya wengine ifikapo Jumatatu tarehe 4 katika uchaguzi mkuu ujao. Basi hayo yote ni baadhi tu ya masuala ambayo tumekuangazia hii leo. Taarifa nyingine zitakujia kwa muda usiokuwa mrefu. Kwa sasa basi tuvute pumzi kidogo, alafu tuendelee na kinyang'anyiro mwaka 2013. Zia kufanyika kwa kampeni za mwisho, hatuangazii jiji la Nairobi au kaunti ya Nairobi pekee. Kampeni sawia zimefanyika katika maeneo mbalimbali na kaunti mbalimbali za humu mwetu nchini, ambapo kutoka mjini Mombasa, mwanahabari Mohamed Ali ametuandalia taarifa ifuatayo. Idadi ya polisi watakaoshika doria wakati wa uchaguzi mkuu mkoani Pwani imeongezeka kutoka 10,000 baada ya makao makuu ya polisi kuwatuma maafisa wengine zaidi hapa mjini Mombasa. Maafisa hao ambao sasa wamepewa magari mapya pamoja na helikopta moja ya maafisa wa polisi wa utawala na 2 za polisi wa kawaida watakuwa na kibarua cha kukabiliana na vuguvugu la MRC wanaodaiwa kutaka kutatiza zoezi la upigaji kura. Katika maeneo ya Tana River tayari boti 3 za polisi zimeanza kushika doria, huku maeneo ya Lamu na Kiunga yakiwa chini ya uangalizi mkali wa maafisa wa polisi na jeshi la wanamaji. Kikosi cha kupambana na wahalifu almaarufu CIU nacho kimeuzingira mkoa mzima wa Pwani kuhakikisha upigaji mufti wa kura. Mingairi na hayo, madereva wote wa bodaboda na tuktuk wamepigwa marufuku ya kuendelea na biashara zao za usafiri itimiapo mwendo wa saa 12 za jioni kwa sababu za kiusalama. Wenye vilabu pia wametakiwa kufunga biashara zao mapema kuwapa Wakenya fursa ya kujitayarisha kupiga kura. Kando na masuala ya usalama, wanasiasa wote hapa Pwani walionekana kwa mara ya mwisho wakiomba kura. Suleiman Shahbal na kikosi chake kiliandaa mkutano wake wa mwisho katika uwanja wa Tononoka na kutilia mkazo kuwa yeye ndiye chaguo bora la kuleta mageuzi Pwani. Msafara wa Hassan Omar na uliendeleza kampeni zake za mwisho katika maeneo ya Makadara, mji wa kale, Kisauni na hatimaye Tononoka. Mpinzani wa Shahbal Ali Hassan Joho alizuru maeneo ya Likoni, Mvita, Chaani, Nyali, Kisauni na maeneo mengine kuomba kura wa Pwani, huku akiahidi kuboresha maisha ya wakazi wa Pwani pamoja na kuleta mabadiliko makhsusi. Sisi si watu wa urongo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumepiga kampeni kwa siku zote. Tumewatembelea tangu siku za kuandikisha kura mpaka sasa twenda kupiga kura. Tumesimama na ukweli. Hatukupiga propaganda, hatukupiga unafiki, hatukuita mtu jina lolote. Na sisi tuwaambia yale mambo yao ya kuita watu majina, kuwapaka watu matope, leo ndio mwisho. Kwingineko katika maeneo ya Shimanzi, maafisa wa IEBC na wasimamizi kutoka Ulaya walifika kukagua masanduku yote ya upigaji kura, huku wakisafirisha zingine katika maeneo ya Mvita tayari kwa uchaguzi mkuu. Ni mkoa ambao umekumbwa na panda shuka za kila aina, kuanzia Mto Tana na vuguvugu la MRC. Lakini sasa afisa mkuu wa polisi mkoa wa Pwani Bwana Agre Adoli anasema kuwa safari hii hamna mbuzi kuruka, kwani hali ya usalama ni shwari kabisa. Mohamed Ali, KTN leo, Mombasa.
moja kwa moja mtazamaji kutoka maeneo ya Mombasa, kaunti ya Mombasa, na kupeleka kwenye kaunti ya Uasin Gishu katika mji wa Eldoret, ambako ni sehemu ya Kisumu, ambako mwanahabari mwenzangu Sadik Shabana yuko tayari kutuarifu kutoka maeneo hayo ya Kisumu. Sadik. Asante sana Ali Manzu. Kama alivyoweza kudokeza Mohamed Ali kutoka mjini Mombasa, hapa Kisumu mambo sio tofauti, kwani shughuli za kampeni zimeweza kukamilika hususan muda mfupi uliopita. Wale wote ambao wanagombea nyadhifa mbalimbali za uchaguzi tayari wameweza kukamilisha shughuli zao na shughuli zote za kampeni. Kwa hivyo hatutarajii kwamba baada ya muda uliokamilika wa kampeni tutaweza kupata visa mbali na yale ambayo tuliona hapa leo ya amani. Awali niliweza kuandaa taarifa baada ya kupita hapa mitaani, na niliweza kuzungumza na baadhi ya wananchi wa eneo hili, na haya ndio waliweza kunieleza kuhusiana na kujiandaa kwao kwa uchaguzi siku ya Jumatatu. Baada ya miungano ya Jubilee na CORD kuandaa mikutano ya mwisho ya kisiasa mkoani Nyanza siku ya Ijumaa, mji wa Kisumu unatarajiwa kuchukua nafasi yake wakati wa shughuli ya upigaji kura inayotarajiwa siku ya Jumatatu. Na kinyume na mambo yalivyokuwa wakati wa uchaguzi uliopita mwaka 2008, wenyeji mjini hapa wameapa kutorejelea makosa yaliyosababisha ghasia. Kura itapigwa kwa amani tena sana. Kulingana hata na siasa, jana tulikuwa tukutane na bwana Uhuru hapa, ile tu hakukuja, lakini tulikuwa tayari kumkaribisha tena sana. Hao watu hao waheshimiwa wote wanakula pamoja. Sasa hakuna haja sisi huku chini sisi tuumizane, kama mtu mmoja ameshapita na huko wanakula sawa. Sasa tumeshachanuka, mwenye anapita tunamuunga mkono hivyo hivyo. What we are doing is embracing peace within Kisumu. I think and believe genotypically and phenotypically that there is not going to be fight in Kisumu. Wagombeaji wawili wa kiti cha ubunge wa Kisumu ya Kati, Ken Obura na Abdul Kadir Omar, licha ya kutoonana macho kwa macho kisiasa, wametoa mwito wa amani kwa wafuasi wao. But in fact we have seen a lot of GSU officers and other police officers around. But we want to disapprove them this time round. We want to ensure that the police officers who are brought to these sites will actually be on holiday. Because we will be so peaceful before elections, during elections, after elections. They are going to be one of the lucky lots of the police officers who will have just counted themselves as those who are lucky to just go on holiday instead of, being on a combative mood. Tukumbuke kwamba kura ni siku moja, na tukifanya makosa tufanye rabsha ama nini, hii matatizo yatakuja kutukumba baadaye kama ilivyotukumba hapa Kisumu. Mwaka wa 2007 2008 tulifanya matatizo, tukawa na fujo, zikawa vita, wengi walipoteza maisha yao, maduka yakachomwa, wengi walikosa makazi. Kwa hivyo sasa tunasisitiza na kuwaomba vijana kwamba tudumishe amani, tuchague viongozi kwa upole na utaratibu. Aidha, wawili hao walizidisha kampeni zao za mwisho iliyoashiria mgawanyiko mkubwa katika muungano wa CORD. Obura ni mgombea wa kiti cha ubunge wa eneo la Kisumu ya Kati wa chama cha ODM, ilhali Abdul Kadir ni wa chama cha Ford Kenya. Ni kampeni za lala salama hapa mjini Kisumu katika harakati za mwisho za kuwashawishi wapiga kura kabla ya uamuzi mkuu unaotarajiwa siku ya Jumatatu. Na hapa mjini Kisumu viongozi wamewarai wafuasi wao kuweza kudumisha amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi unaotarajiwa siku ya Jumatatu. Nikiripotia runinga ya KTN kutoka mjini Kisumu, mimi ni Sadik Shaban. Naam, asante sana Sadik Shaban, na moja kwa moja mtazamaji na kupeleka sehemu ya pili ya studio hii ambako Mwanaisha Chizuga yuko tayari kupokea. Na barabara kabisa, asante sana mwenzangu Alimanzu. Moja kwa moja na kupeleka hadi eneo la Mwingi ambapo kampeni za mwisho zimeweza kufanywa hii leo kabla ya naibu waziri mkuu Uhuru Kenyatta kufika katika uwanja wa Uhuru Park hapa jijini Nairobi. Mwanahabari wetu basi Angel Katusia amekita kambi katika eneo hilo na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Muungano wa Jubilee ulifanya kampeni mapema hii leo katika kaunti ya Kitui kabla ya kuelekea katika uwanja wa Uhuru Park kwa kampeni, hii ikiwa ni siku ya mwisho ya kampeni. Anayewania urais na muungano huo, Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto, waliambatana na waziri wa maji Charity Ngilu na aliyekuwa mbunge Kiama Kilonzo kuwashawishi wakazi wa hapa kupiga kura muungano huo. Simama kama mwanaume ambaye anajua ya kwamba asiyekubali kushindwa sio nani? Akubali atii amri ya Wakenya, apange virago, aende nyumbani. Kando na siasa, hapo awali tuliweza kuongea na watakaokuwa wasimamizi wa shughuli ya kupiga kura katika kaunti hii na kutueleza kuwa wako tayari. We have completed arranging our materials in the warehouse. Every polling station will have 2 security officers. And yes, security officers. They may not necessarily be police officers. We may have prison warders. We may have forest officers. Watu 321,800 wamejisajili kupiga kura katika maeneo bunge 8 kwenye kaunti hii. Japo ule muungano wa CORD unaonekana kuwa na uzito kwenye kaunti hii, wakazi wanasema kuwa watampigia kura mtu kulingana na matendo yake. Nikiripotia KTN leo kutoka kaunti ya Kitui, mimi ni Angel Katusia. Na mtazamaji, tungetaka kueleza mengi kutoka kaunti mbalimbali, lakini muda haunasi, umetupa kisogo. Lakini vile vile nakumbusha tu kwamba kuna mengi zaidi yatakayokujia hapo mwendo wa saa 2 kwenye taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza maarufu kama Choice 2013. Lakini kutoka kwangu basi nakupeleka moja kwa moja hadi kwa mwenzangu Zubeida Komele kwa upande wa pili wa studio. Na mtazamaji, kampeni zikiwa tayari zimekamilika, jukwani lako sasa kuwapiga msasa wagombezi wote na kuchagua kiongozi ambaye unahisi kwamba anakufaa katika uongozi mkuu ujao. Lakini kwa sasa nakupeleka moja kwa moja kwa wenzangu Alimanzu na Mwanaisha Chizuga ambao naarifiwa kwamba mko basement, mimi niko gorofani. Na yapi kutoka upande huo? Asante sana Zubeda. Naam, kufikia hapa mtazamaji, hatuna la ziada. Imekuwa kipindi kirefu sana siku ya leo, ama tangu kampeni zianze hadi leo ambako zimetinga tamati. Kama alivyosema mwanahabari mwenzangu Zubeda kwamba sasa jukwani lako kuwapiga msasa vizuri zaidi kabla kutumbukiza kura yako kwenye debe. Kutoka kwetu sisi tunatakia tumuwe na kura ya amani kabisa. Tunasisitiza sana tena amani, amani, amani. Naam, bila shaka basi mtazamaji, mengi yamesemwa. Maamuzi ni yako, uamuzi ni wako ifikapo siku ya Jumatatu. Vile vile tu ni kutilia shime yale wenzangu amesema. Sisi kama Wakenya ni muhimu kutekeleza amani, kuimarisha amani humu nchini. Tujitokeze kwa wingi kupiga kura, lakini kwa amani, ili angalau heshima ya nchi yetu ibakie pale pale ilipo. Kutoka kwetu basi hatuna la ziada. Mimi ni Isha Chizuga. Mimi naitwa Alimanzu. Kwa heri. Asante.